Wewe kwanza kuniambia mumeo akakuacha pale, mbona akaana kutibia? Shoga yangu, usije ukamsaliti baba wa watu, yule anahangaika kwa ajili yako. Na ukae ukijua hayo matatizo kutokupata mtoto ni Mungu mwenyewe ndo anapanga. Ai, shoga yangu, hilo limeisha. Yaani hilo limeisha. Yaani ule mzee yupo lele. Yaani sio mganga, ni fundi. Yaani kwenye uganga kule kapitiliza. Yaani sasa hivi ni fundi. Yaani hapo nipo ikizo 2 tu. Majibu utayapata. Yaani wewe sio kazi. Ukiona shoga yangu unapita sehemu hata kupigwa mruzi upigiwi, pale ndo mwisho wa matatizo ndugu wangu. Sawa dada? Hapana. Basi sawa. Mimi nitakuangalia. Kama nikiona maendeleo, umefanikiwa kwa jambo lako, umeshika labda mtoto, na mimi nitamtafuta yule mzee kwenye mambo yangu ya kazi. Ai, mwali wangu, hilo limeisha. Kwa hilo limeisha. Yaani subiri matokeo, yaani dakika chache tu. Haya, ngoja tuone. Haya shoga yangu, ngoja mimi niondoke, maana yule mzee nimemwaga kanipata nisichelewe sana niwahi kurudi nyumbani. Sawa poa, basi baadaye. Haya sawa. Haya. Wanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza, anapopita barabarani vumbi linamfuata, ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani, kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga, haogopi aliye na cheo. Habari yako? Salama, mambo? Poa. Nikupe pole sana, maana nilipata taarifa kuwa ulipotelewa na mtoto. Ndiyo, nilipotelewa na mtoto wangu leo siku ya pili. Vipi lakini harakati za kumtafuta zimefikia wapi? Ushampata au bado? Hizo harakati za kumtafuta ndio nipo hapa namtafuta. Nimehangaika mitaani kote mpaka nimechoka, sijampata mwanangu mpaka dakika hii. Na nampenda, ni mwanangu wa pekee. Pole sana dadangu. Ila kijiji hiki jamani, sijui ni kitu gani tulichomkosea Mwenyezi Mungu. Yaani kila nakopita majanga, kila unakopita majanga. Huku watu wanalia, kule watu wanalia. Ni kitu gani tulichomkosea Mwenyezi Mungu labda katika kijiji hiki? Yaani wewe acha tumie, hata sielewi tumekosea nini. Mimi na majanga yangu na maumivu yangu, lakini najua ya kwako yamezidi. Ila ninachokuomba, vumilia, kaze sana katika kumtafuta. Najua Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Inshallah. Ipo siku atasikia vilio vyetu hivi ambavyo tumekuwa tukimulilia kila siku. Mimi naamini mwanao utampata, yupo. Sawa, nimekuelewa. Mimi nashukuru sana. Ila hasa wewe mama. Maana hata wahenga walisema uchungu wa mwana aujuae mama yake. Kwa hiyo najua wewe una uchungu zaidi sana juu ya mwanao. Ila ninachokuomba, endelea kuamini kwamba Mungu yupo na ipo siku atakusaidia, utampata mwanao. Mimi nikutakia kila laheri. Maana mimi mwenyewe hapa siko sawa kweli unavyoniona. Yaani niko vibaya sana. Kwa endelea kupambana. Mimi acha nikuache niendelee na safari mwana. Usichoke dadangu. Mwanafunzi wa vituko. Mwalimu Nyamitondo, umekaa kwenye kiza muda mrefu. Kwa sasa nataka niwe mtakatifu. Nataka nikuachie huru. Lakini zingatia kwa hili ninayokuambia. Ukifika kijijini usiseme kama mimi ndio niliyokuhifadhi. Sawa. Kama unavyosema Azumba. Nikirudi kijijini sitoweza kumwambia mtu yote wala kuwaambia wanakijiji. Sawa. Na vipi kuhusu Prince? Prince nishamwacha huru kwa muda mrefu sana. Na kachukuliwa na babake, kapelekwa mbali sana. Kwa sasa
hayupo hapa kijijini, kwa hilo usiwe na wasiwasi. Na vipi kuhusu Mbolimboli? Mbolimboli ndio hivyo tunalifanyia kazi. Kwa hiyo ukitoka hapa nenda kakaa na wana kijiji ili tuweze kuniteketeza Mbolimboli, maana siku mbili hizi anataka kukiteketeza kijiji. Tukifanya masiala kitatulamba. Hivi Azumba, unajua Mbolimboli alivyokuwa tishio, leo hii unasema kwamba eti nikajumuike kumteketeza Mbolimboli. Hivi itawezekana unavyofikiria Azumba? Kwa hilo wala usihofu, unaweza kwenda, ila zingatia aliyokuambia. Ukikataa tu kitakulamba. Nitakufanya. Kwa sasa nimekuwa mtakatifu, ila mtu akivuka mipaka sichekeshi. Ukichekea nyani utavua mabua. Unaweza kwenda. Sawa Azumba, mimi nitazingatia. Sawa. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza. Anapopita barabarani, vumbi linamfuata. Ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani. Kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga. Haogopi aliye na cheo, haogopi mtoto mdogo. Anacheka kwenye machozi, anacheka juu ya moto. Mwanafunzi wa vituko, tunaogopa. Kijiji kizima kinatetemeka kwa jina lako. Mapenzi yanyonya sumu mikononi mwako. Utapeli, mateso, manyanyaso moyoni mwako. Kaundime, mdogo wako amenikosea sana. Mara ya kwanza kuna kijana nilimweka bubu, yeye kaenda kumfungua. Nimekaa kimya. Mara ya pili amemchukua kibaraka wangu ambaye nilimfanya kuwa nusu mtu nusu mfu. Yeye kaenda kamrudisha katika uhai. Bado nimelifumbia macho. Bila kusahau, na wewe unalijua, alishamweka mtoto wangu katika kifungo, na bado nikalifumbia macho. Sasa ameamua kuungana na wanakijiji ili aweze kuniangamiza. Mdogo wako ameuwasha moto. Mdogo wako ameamua kunishika makalio yangu. Anafikiri nitamfanya nini? Mashuzi atamkimbiza. Sasa kwa sababu ameamua kuuwasha moto na hajui wapi pa kuzimia, sasa lazima nimtumie barua. Lazima nimtumie ujumbe, na ujumbe utakuwa ni wewe. Maana nimechoka kuchekea maovu yake. Kayafanya yote hajayaona, kaamua kumchukua na dada yangu. Sasa damu yako, kifo chako, huu ndo utakuwa ujumbe kwake. Jiandae, kesho ni kifo chako. Kaundime, siyafanyi haya kwa ubaya. Nayafanya kwa ajili ya kulipiza kisasi.
na nataka kijiji kizima kitambue kwamba Mbolimboli sio mtu wa mchezo. Mbolimboli sio mtu wa kuchezewa. Kama niliweza kuangamiza wazazi wangu kijiji basi hakinisumbui. Tambua na uelewe, naitwa Mbolimboli Ekoli Kashindina. Koloboi, Naam. naomba nipeleke alipofichwa dada yangu. Azumba, kwa sasa kule wewe upaswi kufika, kwa sababu Mbolimboli amekutegea mtego pale. Uache niende mimi nikakuletea dada yako, maana mtego aliotega Mbolimboli ninayeweza kupita pale ni mimi tu. Kwa hiyo wewe huwezi kufika pale, na ukifika pale unanasa kwenye mtego wa Mbolimboli, maana Mbolimboli ana hasira sana na wewe. Amesema anataka kugeuze nyama, amesema anataka ukinasa kwenye mtego wake akufanye kuwa supu, na ulivyokuwa mdogo mdogo hata mifupa yako haijakomaa, anakuteketeza nyama yako pamoja na mifupa. Uacha mimi nikakufuatie dada yako. Koloboi, nakuaminia kijana yangu, naomba usiniangushe, maana fanya kama nilivyokuagiza au fanya kama vile ulivyosema, usiniangushe. Unaweza kwenda. Sawa Azumba, mimi nitafanya kazi yako hiyo, usiwe na wasiwasi. Kila kitu niachie mimi, uache nikaifanye kazi yako. Sawa Koloboi, unaweza kwenda, maana dada yangu tukichelewa hataweza kuteketezwa. Koloboi ni kijana mzuri sana, kila kazi ninanituma anafanya. Naamini nitampa zawadi nzuri sana, naamini ataifurahia. Binti, mbona unaniangalia kwa jicho la mahaba? Kuna nini? Amna. Umenogewa? Unataka tukaichape tena? Maana sio kwa jicho hilo la mapozi. Ama hakika mlamba asali aishi kujilamba vidole. Na leo ndo naamini msemo anaosema lamba lamba umaliza buyu la asali. Kwa hiyo umenogewa, unataka tukarudie mchezo? Ndio. Sawa, haina shida. Nenda chumba cha 4. Nitakuja huko tuichape. Leo itakuwa ni mwendo wa milio ya farasi kidogo, itabidi tuipunguze. Lakini zingatia, huwa sipendi kuangaishwa katika masuala ya kuvua nguo. Hivyo
nikukute ukiwa tayari umeshajiandaa. Saula mama, Saula. Unaweza ukaenda. Hii hadithi ya usiku ya kijiji bila kweli fimbo ya mbali haiwi nyoka. Karoli, upo mbali. Fimbo yako haiwezi kamwangamiza mkeo. Uwacha tukusaidie. Uwacha tukupandie mbegu ambazo wewe umeshindwa kuzipanda. Amenona. Ni mtamu. Leo nampa kichapo mpaka ajue mimi ndio mbolimboli. Ekoleka shindina. Mbolimbli mchawi, tishio la kijiji. Hii hadithi ya usiku ya kijiji. Mtoto, utakuja kuniua na presha. Nini mambo ya angani angani sasa hivi asubuhi yote hii? Dada Salome, kwa sasa nimeamua kuachia huru. Nahisi kakangu Mbolimboli amesha kuchemsha. Hapo ngoja nicheke. Kwa sasa nimeamua kuwa mtakatifu. Na sitaki niwaonee watu, kuwatesa, kuweka kwenye kifungo kigumu, kuweka sehemu kukaa kuna miba, kuna majani. Sitaki hizo mambo. Kwa hiyo nimeamua kuachia huru. We mtoto, hauna lolote? Mi najua kakangu Mbolimboli ameshafanya kitu. Wewe kwa akili yako utaona kafanya kitu, ila kwa akili yangu mimi hajafanya kitu. Mimi kwa sasa sio Azumba yule wa zamani. Kwa sasa nimezaliwa upya. Sitaki tena kuwaonea na kijiji. Unaweza kwenda, kwa sasa upo huru. Mlango uliofunga kwa nguvu za ajabu ushafunguka. Unaweza kwenda. Sawa. Hii hadithi ya usiku ya kijiji bila usingizi. Mboli mnoli wanamtaja
kwa sauti za oga. Kaundime, ni nani aliyekutoa hapa? Lasha, hakuna mtu mwingine ambaye anaujua mtego wangu zaidi ya Koloboi. Koloboi. Hamwezi mkafika mbali. Hii hadithi ya usiku ya kijiji bila usingizi. Mboli mnoli wanamtaja kwa sauti za oga. Mwanafunzi daftari mkononi, lakini macho kama kivuli, anapita darasani kimya. Walimu wanafiki, wana baridi mtani, milango inafungwa mapema, watoto hawawezi cheza nje anapocheka. Mbwa ulia mbali, vichochoro vinanuka siri. Mboli mnoli mshawi, wamekupa jina, umeteka roho za wengi. Hofu imetanda kama moshi hewani, hakuna amani, mioyo imegandia. Marafiki wanageuka madui, vita ya macho na maneno, mapenzi yanachomeka taratibu, lakini kila mtu anakukimbia. Kijiji kimejaa tetesi, hadithi za usiku zinazidi.